Yani bado unakuwa ni mwenye kumfanyia ufisadi, unakuwa ni kukataa maendeleo. Leo imamu akisimama hapa ataki kusema msikiti nitaka maendeleo fulani, msikiti tangu ipakwe rangi, zile zama za corona mpaka sasa hizi haijapakwa tena. Imamu anasema jamaa tujitoleni, kuna chairman pale, kuna MCA pale, tuchangeni tufanyeni maendeleo. Utaanza kusema hai, wewe chairman na MCA na imamu watakula pesa. Yani ushaanza kueneza ufisadi, yani hatutaki maendeleo ndugu yangu Muislamu. Kesho mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa mwenye kusema nini? Na bado unakuja msikitini leo unasimama imamu akiswalisha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu, tunataka msaada kwako wewe. Na hali ya kuwa nyoyo yako ndani haitaki maendeleo. Haitaki kuona umma wako ni wenye kushikana, wenye kufanya maendeleo. Nikimalizia, Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi anakuwa ni mwenye kusema al-insan lahu maqaman. Mwanadamu ana makamu mbili. Makamu ya kwanza anazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nani katika swala. Sasa wewe unafojiuliza unazungumza na Mwenyezi Mungu kwa siku mara ngapi? Ama sasa labda wewe ni kina sisi hapa hivi. Mimi nazungumza, tunakuja kuonekana msikitini Ijumaa, tunakuja kuzungumza na Mwenyezi Mungu kwa wiki mara moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa Adam min ma'i wa adhaba qaum Nuhi bil ma'i wa adhaba Fir'aun bil ma'i wa nasara ummati Muhammad fi Badri bil ma'i wa ja'ala li hayy kulli shay'in min ajli ma'i. Alhamdulillah alladhi khalaqa Adam min turab wa adhaba qaum 'ad bit turab wa ja'ala marji'a an-nas fi turab wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad ibn Abdullah alladhi jaa bi kitabika ash-shamsi wa duhaha wa bi sunnati kal qamari idha talaha wa man tamassaka bihima asha fi an-nuri kan-nahari idha jallaha wa man a'rada anhuma dhalla fi dhulumati kal-layli idha yaghshaha. Laqad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani si mwingine ila ni Mtume Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshikie, tukiwa katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa 4 wa Kiislamu, alhamdulillah, na tukiwa katika siku ambazo ni mitukufu. Leo katika maudhui yetu ya leo, mawaidha zilizopita nyingi zimeelezea za kuelezea. Leo tujaribu kuelezea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, hakika Qur'an imeteremshwa kwetu sisi ni mawaidha. Imekuja mawaidha nyingi sana za kuelezea ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an vile vile, laqad kana fi qasasihim ibra. Hakika katika hawa mitume waliopita na katika kuelezewa tarehe za waliopita kabla yetu kuna mazingatio ndani yake. So ni yapi sisi kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunafaa tuyashike na ni yapi tunafaa tuyache? Leo tunaongelea katika wafisadi wa maendeleo, almufsiduna fil ardhi. Watu ambao wamekaa kazi yao ni kufanya ufisadi, hataki kuendeleza maendeleo katika umma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla tujafika kwa Mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji wa dunia na viumbe vyake alianza kuumba vitu zote, mwangaza, nuru, akaanza giza, akaanza milima, akaanza mimea. Yani kufikia kuumba mwanadamu ni kiumbe wa mwisho. Mwanadamu kuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kiumbe wa mwisho. Kwa sababu gani? Amekuwa ni mwenye kumtayarishia haya ya dunia. Imam Habshi anatuambia wama hadhihi dunya illa dar iqamati. Hakuwa haya dunia ni nyumba ya kukaa kwetu sisi, illa katariki ila alwatan, isipokuwa ni njia ya kutupitisha sisi kuelekea wapi?
kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kakuta Mwenyezi Mungu katika Qur'an pia vile vile anasema huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye ndo aliumba uhai, akaumba mauti, ni kufanya nini? Kutuonja nani kati yetu atakuwa anafanya ahsan, ni matendo mema kidogo tu yenye ikhlas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumuumba mwanadamu aliwaambia malaika kama ilivyokuja katika Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoambia malaika, wa idh qala rabbuka lil malaika, aliposema Mwenyezi Mungu kuambia, kumbuka ini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezewa katika Qur'an, wa idh qala, kumbuka mtume Muhammad aliposema Mwenyezi Mungu lil malaika, kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi katika hii dunia nitakuweka khalifa. Malaika walimwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Qalu ataj'alu man yufsidu fiha, unataka kujalia yule ambaye atakaileta ufisadi katika ardhi. Malaika walikuwa washaona. Kwa sababu gani? Kabla yetu sisi wanadamu kulikuwa na viumbe, na viumbe wale walileta ufisadi. Walianza kuwana, walianza kupigana kwa sababu ya mali, walianza kutesana, walianza kudhalilishana, walianza kuhusudiana, wakakuwa ni wenye kuangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu malaika wanasema wa yufsiduna fiha wa yasfiku dimaa, na watamwaga damu ndani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ufisadi. Leo katika ardhi hakuna ardhi inayomwaga damu kama si dunia yenye tuko ndani yake. Mwanadamu anakuwa mwenye kumuua mwanadamu, anatengeneza silaha za kila aina, anatafuta mbinu za kuja kummaliza mwanadamu mwenzake. Haya ni mambo malaika walikuja kuyaona kabla hata mwanadamu hajakuwa ni mwenye kuumbwa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kuna wale baadhi yenu watakuwa ni wenye kuingia katika njia iliyokuwa ya sawa. Sasa huyu mwanadamu alipokuwa ni mwenye kuumbwa, kwanza tunaenda na tarehe ilivyokuja, lasa tuingie katika muktadha al-hal, katika hali ambayo kwamba sisi tuko ndani yake. Mwanadamu alipoumbwa ndo akakuja akaanza kuleta ufisadi katika ardhi. Hawajakaa hata hawajafika watu 100, hata hawajafika watu 20 wakaanza kuuana. Hawajafika watu 20, hata 10 hawajafika. Mwanadamu, kuna Nabii Adam, kuna mama yetu Hawa, kuna wale watoto wake wawili washaanza ufisadi kuuana katika ardhi. Yaani hawajazidi. Leo sisi tuko takriban billions na trillions. Undhania ni ufisadi ngapi zimekuwa zenye kufanyika? Na the more watu wanaendelea kutotawur, na zama vile zinavyokuwa zenye kuenda, watu wanakuwa wenye kubadilika, na ufisadi unakuwa wenye kubadilika, na unakuja na mbinu nyingine tofauti. Kama tunavyojua, watu walikuwa ni asul hadid, walikuwa ni katika zama za jiwe, walikuwa wakitumia mawe kukata, kufanya nini, kuchonga, kufanya nini. Lakini the more tunaenda, the more technology inakuwa yenye kutubadilisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hadid, katika sura ya chuma, anasema manufaa ya chuma yapo na vitimbi zake pia ni nyingi. Leo chuma ndio imekuwa yenye kusababisha balaa zote. Chuma imetengeneza bunduki, chuma imetengeneza panga, chuma imetengeneza kisu, imetengeneza sijui nini, zote hizo. Za nini zote hizi? Ni za ufisadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Rum anakuwa ni mwenye kutuambia, dhahara al-fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Umeenea ufisadi katika ardhi kupitia mikono yetu sisi. Mtu wako radhi aende amalize ufisadi mahali fulani, watu fulani wasikuwe wenye kuendelea. Yani tumekuwa corrupted. Yani hatuna maendeleo kati yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu anaangalia nafsi. Na hii katika imekuja imepokelewa katika hikayat. Hizi ni katika kila mtu kusema ana ni katika sifa iblis, la'natullahi alayhi. Angalia katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna mahali popote amekuja kusema ana Allah, isipokuwa katika kujieleza. Pale alipoambia Musa,
innani ana Allah, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu. Amekuwa kujielezea, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, katika kuelezea ukubwa wake na uwepo wake, anaelezea nahnu wa kadhaina wa fadhalna, zote anakuwa ni sisi tumewafanya. Hakuna mahali pote Mwenyezi Mungu amesema mimi. Amekuwa mwenye kuelezea katika Qur'an wingi ya kuonesha ukubwa wake, lakini sisi wanadamu tumekuwa ni wafisadi, tunakuwa kila kitu ni sisi. Mwenyezi Mungu anasema umekithiri ufisadi katika ardhi kwa kupitia mikono ya watu. Leo watu wako radhi kutumia mikono zao, kutumia akili zao, kutumia yani kila hali aliyokuwa nayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mtu kuja kufanya ufisadi ni kwanza hamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hamuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hajui kuwa kuna siku ambayo tutakuwa ni wenye kufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna, hakika mwanadamu atakuwa ni mwenye kuwa mjeuri akijiona kuwa kidogo yeye kuna afya kidogo. Istaghna wanazuoni wamekuwa ni wenye kuelezea, anza kuwa na mali, anza kuwa na afya, iko mzima alhamdulillah, ar-ra'u istaghna, akakuwa ni mwenye kupika kuchupa mpaka kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuwa ni mwenye kusema katika hadithi yake, neema tano maghbunu, neema mbili watu wamekuwa ni wenye kuzipuuzia. Kathiru minan nas la ya'lamuhunna, mambo watu wengi katika watu hawakuni wenye kuyajua haya. Akakuwa mwenye kusema as-siha wal faragha. Leo ukiwa uko na siha yako, uko na mzima, una maradhi yote, alafu uko na free time, sasa akili yako hakuna kitu chochote inafikiria kama si kwenda kufanya ufisadi. Hapo ndo utafikiria kwenda kumwibia, kwenda kumdhulumu, kwenda kufanya, yani utakuwa ni wewe akili yako hakuna kitu chochote nzuri inafikiria. Wakati ile ukuwe ni mwenye kuifuatiliza katika mambo ya kheri. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yule atakayefanya mema, atakayefanya uovu yote, hata kama ni chembe vile, ndugu yangu Muislamu, atakuwa ni mwenye kuiona. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumuonesha yeye. Ndio unakuta katika Qur'an, katika sura ya 15 juzu ya 15, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa alayha. Ikiwa mtafanya wema, basi mkae mkijua mnafanyia nafsi zenyu. Ikiwa tutakuwa ni wenye kufanya ufisadi, hatutaki maendeleo, hatutaki kitu yote, basi kaa ukijua unafanyia nafsi yako. Wa inasatum, na pia vile mkiasi, basi kaa ukijua unasi kwa ajili yako. Ndio utaambiwa siku ya kiyama, iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasib. Inakutosheleza wewe hesabu yako, wewe jiangalie. So kama wewe ndugu yangu Muislamu unajua wewe siku ya kiyama utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu peke yako, kwa nini uko mwenye kufanya vitu leo hali ya kuwa wewe ukiondoka katika hii dunia hakuna hata mema hata moja umekuwa mwenye kuyafanya kuacha? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika daula kubwa ama dori kubwa iliyochezwa katika Uislamu kuunusuru Uislamu, ilinusuriwa na vijana. Na hapa ndo tutakuwa wenye kuingilia katika mandhari ya kwetu. Kwa kuwa tukianza kuelezea katika ufisadi, watu wanabela Hinu walifanya ufisadi, wakaingia kwenye safina, wakakuwa wenye kuweka haja. Watu wanabela Thamude, watu wa Thamud wakakuwa wenye kumuangamia. Yani tukisoma katika Qur'an kuna ibra sana katika ufisadi zote zilizofanywa kabla hatujafika katika Banu Israeli. Walifanya ufisadi nyingi umma zilizokuwa nyuma yake. Na ni kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anatuelezea haya ili tupate kuzingatia. Leo sisi tutakuwa wenye kufanya kama haya, itakuwa ndio vile. Leo watu wamekuwa wenye kufungua organization nyingi za ufisadi kwa jina ya biismi umam, katika jina ya umoja. Wanatumia jina umoja, watu wanateseka na njaa, kuna kiu, kuna wagonjwa, na kufandiwa zile pesa kuja kusupport nini? Ufisadi. Mtaniruhusu kama nitakuwa nimekosea ama kama nitakuwa nimegusa mtu mtanisamea. Nataka tuongelee muktadha alhal ya hali ya kwetu hapa msikiti yetu na mtaa yetu. Kwa kuwa moja katika dawa za taalim ni kuongelea maradhi za umma. Ikiwa kama ni mimi nimekosea, kama ni wewe tulikuwa tumepotea katika njia, turudi katika njia ya sawa.
Mtaniruhusu? Afwan jamaa. Tuongelee haya ya kwetu hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kusema inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale wenye kumcha. Ikakuja katika hadithi zote, vitabu zote za hadithi, Riyadhus Salihin, Sahih Muslim, kitabu cha kwanza, hadithi ya kwanza inasema innamal a'malu binniyat. Kila amali ya mwanadamu anakuwa mwenye kuifanya inaangaliwa nia yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake, nusirtu bishababi, amenusuriwa na vijana. Tukiangalia kina Mus'ab, kina Udhaifa, kina Ammar, kina Saidina Ali karamallahu, yani ni vijana wengi sana walimnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kitu ya kwanza waliweka nini? Haki ya walimpe Mwenyezi Mungu haki yake. Tukiangalia katika muktadha hali yetu, maswahaba walikuwa radhi kutoa yale aliyokuwa nayo kufanya kuendeleza dini. Tukuje katika sisi ambao tuko hapa katika hii mtaa yetu, katika hii Uislamu ambao sisi tunajiita ni Uislamu born and raised. Mtu yote atakayekuja hakuambii kitu yote katika Uislamu. Mtu yote akisoma akija kuelezea utasema unatuambia nini? Wewe umesoma kidogo utakuja kutuambia nini? Tukiangalia katika hali ambayo sisi tuko nayo, mtaniruhusu tuongelee msikiti yetu hapa ya kwetu hapa, tuongelee kwetu sisi, tujiongelee sisi. Takriban ni miaka 50 ama 60 tuko katika hii hali ambayo tuko nayo. Wazee wetu walikuja wakajenga hivi na ikabaki hivi. Kwa sababu ya ufisadi, misikiti zingine ama umma zingine zinakuwa zenye kuendelea, sisi tunabaki hapa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika watu wa Yahudi kuna watu 9 ama watu 6 yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Kazi yao ni kufanya ufisadi na wala hawasuluhishi. Watu wakitaka kufanya maendeleo, kuendeleza umma, watu wanataka kutafuta thawabu zao. Kwa sababu gani? Idha mata ibnu adam min katwa amaluhu ila min thalatha. Watu wanataka kuendeleza amali zao, sadaqatul jariya au ilmu intafau bi, wanataka kufanya. Lakini kwa baadhi yetu sisi kuna watu wafisadi, lazima hiyo kitu ingie kwa mkono yao. Haijatokea hivyo katika historia. Mtu yote atakayetaka kufanya amali yote mema, anataka kufanya mfano, anataka kupaka msikiti rangi, amekuja yeye ana sadaka zake, anataka kutolea wazazi wake, anataka kupaka msikiti rangi, mwacheni apake. Madama amekuja na fundi, nyinyi kazi yenu ni irshadat, kumuelekeza huku utapaka cream, huku utapaka black, huku utapaka green. Lakini sasa kwa sababu ya ufisadi na ubinafsi tuliokuwa nayo, tunataka zile pesa sisi ndio tufanye. Mtu ameamua kutoa sadaka yake anunue rangi iliyokuwa ya quality ya juu. Kwa sababu gani? Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kwa ile ambayo kwamba tunayatanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu ya khairi tutaikuta. Mtu ameamua kutoa sadaka yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuendeleza msikiti ikae na nuru nzuri, lakini unataka ile pesa uchukue ununue rangi iliyokuwa mbovu. Kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya nafsi ya tamaa. Lini tutakuwa ni wenye kuendelea? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Mwenyezi Mungu yuko na wale ambao kwamba wanamuogopa. Je, kweli sisi tunamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Leo ikitokea msikiti tunataka kufanya maendeleo ya Uislamu, msikiti yetu imekuwa ni ya zamani, inataka kufanywa renovation, inataka kufanywa nini, kila mtu anaogopa kutoa. Kisa nini? Kwa sababu wale tuliowachagua ama wale sisi tunajiita ni viongozi, kila mtu yuko na tamaa analia nafsi yake. Kila mtu anakaa anafikiria nikitoa itakuliwa, ndio tunakuta tunaanza kufuatilia zile sadakati. Kwa sababu gani? Wale tuliweka ni viongozi wetu ni wafisadi. Soma katika suratul Ahzab. Tuliwafuata wale viongozi wetu faadhalluna sabila, wakatupoteza. Siku ya kiyama watakuwa ni wenye kuomba rabbi atihim dhifaini min al'adhab wal'anhum la'anan kabira. Soma suratul Ahzab. Kufuata viongozi ambao ni wafisadi, mpaka tunakuwa ni wenye kuwapiza. Kwa sababu gani? Wewe umechaguliwa, alhamdulillah, umeambiwa wewe ndio kiongozi, wewe ndio mtu fulani hapo utatusimamia. Wewe ukiingia pale unaangalia nafsi yako wewe mwenyewe. Tuweke katika muktadha alhal, tuweke saizi sisi wenyewe. Lau malakul maut atakuwa ni mwenye kukuchukua wewe sasa hivi, ama nichukue mimi,
tukienda pale mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa na yapi tumeyatanguliza? Jike katika hiyo hali, ndugu yangu Muislamu. Kwa sababu sisi sote hapa katika mtaa wetu ya Bondeni, unasikuta mtu anakuambia mimi nitakula, acha Mungu akwe mwenye kunihukumu. Wewe ni nani wa kunihukumu? Yaani tunatoa maneno ya ufidhuli na hali ya kuwa bado tunamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Hatuna uchaji Mungu, hatuna kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maswahaba radhiallahu anhum ajmain walikuwa wakikaa wanaambiwa malakul maut anakutembelea kwa siku takriban mara 10 ama 5. Kwanza kuna ya swala peke yake. Anapita hivi anaangalia, huyu ni Muhammad Asman. Huyu leo wakati wake bado haijafika. Anaenda, anarudi tena baadaye jioni. Sasa wewe katika ile hali malakul maut anakuwa ni mwenye kukupitia, uko katika hali gani? Ama utakuwa wewe mwenye kufariki leo, watu wanasema alhamdulillah. Sasa tutafuta mtu mwingine atakayetunza pesa zetu. Tutafuta mtu mwingine yenye simu corrupt. Tutafuta mtu mwingine ambaye kwamba atatusaidia sisi, ataongoza katika umma wetu. Tukiangalia hapa kwetu, kwa sababu ya ufisadi na ubinafsi, ndio tumekuwa hatukui wenye kuendelea. Sisemi ati sisi wote ni wabaya, nasema sisi wote ni wema, lakini sisi wenyewe baadhi yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an kuelezea Mayahudi wale 9 rahthi, wale watu 9 ama katika kikundi ya watu 9 yufsiduna fil ardh. Na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an kitu yote anaelezea uko ukijua ikikuja mpaka kufikia sisi ummati Muhammad, ukiangalia watu wale ambao kwamba wanatufanyia ufisadi wanahesabika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudia anasema nusirtu bishabab. Saizi ni vijana ninafaa tukae chini tuzinduke. Katika marhala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea amemuumba mwanadamu min dhaafi ila quwwa ila dhaafi ila harami. Amemuumba mwanadamu kupitia udhaifu kutoka utotoni akapata nguvu. Kuwa nguvu ni hapa shabab. Ndio Mtume narudia hadithi sana amesema amenusuriwa na vijana. Kwa sababu ukiwa katika hii marhala ya ujana ndio tuko na nguvu, tuna akili, tuko na elimu na tunaweza fanya kitu ambao tunataka ya kheri. Lakini tumefika hii stage ambao tuko ndani yake ndio tumekuwa wafisadi. Kesho tukifika uzeeni tutakuwa tumeachia watoto wetu nini? Lao tutakuwa ni wenye kuondoka leo kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetanguliza nini ama tumeacha nini nyuma? Ama watu watakuwa wakiunua mkono wanasema alhamdulillah, wacha aondoke. Ama watu watakuwa wakihuzunika. Moja katika ufasaha anatuambia waladatka ummuka, amekuzaa mama yako. Bakian, hali ya kuwa wewe unakuwa ni mwenye kulia. Wanasu min haulika yadhhakun, na watu pembezoni wanakuwa ni wenye kucheka, wanafurahia. Wallahi sababy boy, wanafurahia. Wengine wanafurahia ni msichana wanaenda kukufanyia huko sijui masherehe ya mtoto mkijana, mtoto msichana, wanafurahia. Sasa katika ile hali ya wewe kulia, wanazoni wanasema kwa kuwa unajua ni yapi umeenda kuangalia katika dunia. So wanazoni wanakuambia fahris anta amalan salihan, ufanye matendo mema. Takun fi yaumi mautika, itakuwa siku ya kufa kwako dhahikan masururan, hali ya kuwa wewe unafurahia, unacheka, uko na furaha na hali ya kuwa unacheka. Kwa sababu gani? Unajua ni wapi unaelekea. Wanasu min haulika, na watu pembezoni mwako yabukuna, wanakuwa wenye kulia. Lakini leo malasa fi shadid, leo wewe mwenye kufa na huzunika na watu pia wanakuwa wenye kuhuzunika. Tuna wapi tunaelekea? Tumekuwa wafisadi wa maendeleo. Project ngapi zimekuja za kuendeleza umma? Watu wanaenda wanapewa pesa kidogo. Atashtaru dini bidunia, yani tunauza dini kwa dunia bithamanin qalil, kwa thamani kidogo. Leo umepewa 5,000, umepewa 10,000, ufisadi iendelee kufanyika, lakini umejua umeangamiza umma. Ni kizazi ngapi zitakuwa zenye kulia na wewe? Na sisi tunaona tuko sawa. Tumefanya ufisadi, tumedhulumu, tunaona tuko sawa. Tunaonua mkono, tunaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na hali ya kuwa sisi tumedhulumiana. Tumekosa kupatia umma haki yake. Umechaguliwa wewe ni kiongozi. Wale watakaokuwa chini ya kivuli ya Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imamul adil. Imamul adil si imamu wa msikiti peke yake, ni kiongozi yote ambaye kwamba ni mwadilifu.
Sasa katika wale tuliochaguliwa tumekuwa sisi ni viongozi. Je, tumefanya uadilifu? Si katika nyumba. Leo tumepewa cheo katika msikiti mfano, tumepewa cheo katika mtaa, tumepewa cheo kidogo katika vijana wamefungua kikundi yao. Je, tumekuwa waadilifu? Je, kwanza kabla hujakuwa waadilifu katika hayo yote, wewe mwenyewe katika nafsi yako umekuwa mwadilifu? Ama wewe umekuwa mfisadi wa maendeleo? Watu watapanga haya, wewe ukitoka unaenda unapanga ingine na wengine, unakuwa ni unafiki. Hatuwezi. Na alhamdulillah mtaa wetu, alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia. Tuko na viongozi wa Kiislamu. Kama ni waadilifu Mwenyezi Mungu atawasaidia wenye kupita. Na kama ni wafisadi pia Mwenyezi Mungu atawasaidia, lakini itakuwa ni nyofani kuja kuangalia mbele yake. Sasa narudia swali yangu, lau utakuwa ni wewe umechaguliwa kuwa ni kiongozi, ukafanya ufisadi watu wasiendeleshe kufanya maendeleo. Lau mfano tu, semi ati mimi nakuja sasa naanza kutukana watu, tusielewane vibaya jamaa. Naomba msamaha. Tuseme mfano msikiti ndio kubomolewa, ndio kujengwa mpya. Mfano hii. Msikiti ndio kujengwa, ibomolewe ijengwe upya. Alafu komiti ikakuwa ni yenye kuitwa, ikakuwa sasa sisi ndio tunataka ile pesa kuliko ule mdhamini na mwenye kufanya kutufanyia ile kazi. Ni mfano jamaa, tuchukuliane vibaya. Ni mfano. Kwa sababu gani? Ya ufisadi tumekuwa ni wenye kuweka tamaa, hatuzingatii kuwa umma kesho. Kuna watoto, kuna wazazi, alafu kuna kufa na kuna kuja kuulizwa. Wanasema waman ya'lam annahu mab'uth, yule ambaye kwamba anajua atakuwa ni mwenye kufuliwa, basi ajiandae na kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yule ambaye kwamba anajua atakuwa ni mwenye kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ajiandae na majawabu ya swali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo wewe umesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulikuwa wewe ndio kiongozi wa mahali fulani, ulifanya ufisadi kufuata maendeleo isiendelee. Mabati msikiti inanyesha, inakuwa ni aibu. Wageni wakikuja kunanyesha, kuna aibu. Watu wanataka kujikusanya wajengeneze weke mabati, wewe unakataa ile maendeleo isipo ni yenye kuendelea. Unataka ile pesa ununue mabati geji ndogo, rahisi. Tumekuwa na ufisadi wa maendeleo. So unasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu anasema katika sura An-Naml, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Na wale ambao kwamba wanafanya wema, si wafisadi. Vijana tuko wengi msikitini, tunaweza amua tukafuata imam, tukafuata chema na msikiti, tukafuata viongozi waliochaguliwa na umma, tukaona hana uadilifu, tukakuwa tunasema sisi kila mwisho wa mwezi hii msikiti yetu by Ramadhani ya pili tutakuwa tumeibomoa, tumeitengeneza. Wallahi na hapa niko msikitini, kuna wafisadi watatokea, watataka kuhesabia ile pesa kuifuatilia, watataka kula ndani yake. Ni watu wamekaa tu kabisa katika nyoyo zao, hawataki maendeleo. Sasa hizi mafaa tukae chini tufikirie, yaliyopita tuyaachane nayo, mamadha fata, yaliyopita tuachane nayo, tuyazingatie mbele. Leo tumekuwa vijana, tuna nguvu zetu, tutafika umri za wazee wetu, tutasema tulitanguliza nini katika ujana wetu? Ama tulikula pesa za umma, tulifukuza sijui labda ni wazee, sisi vijana tumechukua, hakuna maendeleo yote. Laysa min haulai wala haulai, hatuko mahali popote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikimalizia nafupisha maneno kwa sababu ya muda, anasema wabtaghi fima ataka Allah, utafuta yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kukupatia. Wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako katika dunia. Kwa sababu gani? Wewe unapita katika hii dunia, Mwenyezi Mungu amekupatia kila kitu, akili, mwili, siha, afya, yani mali pia vile vile. Toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akaendelea kutuambia nini? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, na ufanye uzuri kama vile alivyofanya Mwenyezi Mungu kwako wewe. Usikuwe mwenye kufanya ufisadi uko utaki watu wako wenye kuendelea, ndugu yangu Muislamu. Wala tabghi fasada fil ardi, usifanye ufisadi katika ardhi. Tumeambiwa inna Karuna min qaumi Musa fabaga, akakuwa ni mwenye kufanya ufisadi katika ardhi. Mwisho wake imekuwa nani? Karun amekuwa ni mwenye kuangamizwa. Tumwangalie Firauni pia vile vile. Tuangalie watu wa kaumu Lut. Zote hizi ni ibra kwetu sisi, tunafaa tuzingatie. Tuangalie wale waliofanya ufisadi wa kutaka kuumaliza Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafanya nini?
kuna wale walioangamiza, kuna wale waliowapatia maradhi, yani kila mtu alipatiwa bala yake. Sasa wewe unafaa ujiangalie kabla nafsi ijakuwa ni kufanya kutokwa na roho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sasa hizi ndo nafsi yako inakuwa ni yenye kutulia. Rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. At least utangulize yale mema, ndio ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni yenye kujitetea. Mwambie ya Rabbi, mimi alhamdulillah sehemu fulani kulikuwa kunanyesha msikitini, kupitia chairman wetu tulitengeneza ikakuwa iko sawa. Sehemu fulani kupitia mama tumekuwa ni wenye kufanya mema. At least unakuwa ni wenye kusoma mbele ya Mwenyezi Mungu, unakuwa ni wenye kujitetea. Wewe inafika siku ya kiyama watu wanakuwa kwanza ni wenye kulia na wewe. Utakuwa na lipi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah la yuhibbul mufsidin. Hakika Mwenyezi Mungu hapendi wafisadi. Watu corrupt. Watu hawataki maendeleo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi. Ndio ikakuja nikimalizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaulizia katika Qur'an, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka. Yani bado unakuwa ni mwenye kumfanyia ufisadi, unakuwa ni kukataa maendeleo. Leo imamu akisimama hapa hataki kusema msikiti nitaka maendeleo fulani, msikiti tangu ipakwe rangi, zile zama za corona mpaka sasa hizi haijapako tena. Imamu anasema jamaa tujitoleni, kuna chairman pale, kuna MCA pale, tuchangeni tufanyeni maendeleo. Utaanza kusema hai, wewe chairman na MCA na imamu watakula pesa. Yani ushaanza kueneza ufisadi, yani hatutaki maendeleo ndugu yangu Muislamu. Kesho mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa mwenye kusema nini? Na bado unakuja msikitini leo unasimama imamu akiswalisha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu, tunataka msaada kwako wewe. Na hali ya kuwa nyoyo yako ndani haitaki maendeleo. Haitaki kuona umma wako ni wenye kushikana, wenye kufanya maendeleo. Nikimalizia, Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi anakuwa ni mwenye kusema al-insan lahu maqaman. Mwanadamu ana makamu mbili. Makamu ya kwanza anazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nani katika swala. Sasa wewe unapojiuliza unazungumza na Mwenyezi Mungu kwa siku mara ngapi? Ama sasa labda wewe ni kina sisi hapa hivi, mimi nazungumza tunakuja kuonekana msikitini Ijumaa, tunakuja kuzungumza na Mwenyezi Mungu kwa wiki mara moja. Hatuna kumshukuru, hatuna nini tunakuja kuzungumza naye. So Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah anasema mwanadamu ana makamu mbili. Makamu ya kwanza anazungumza na Mwenyezi Mungu ni katika swala. So wewe mwenyewe unafaa ujiangalie, je, una swali? Ikiwa tutatengeneza hapa na akaikuwa mwenye kuelezea Mwenyezi Mungu ila atallaha min biqalbi salim, ila atakayemkujia Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa moyo wake ni msafi. Inaanzia hapa katika swala. Kabla hatujafika kwa Mwenyezi Mungu inaanzia hapa wakati tunazungumza na Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kuwa tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie sisi wenye kufaulu na hali ya kuwa nyoyo zetu hazina umoja. Hali ya kuwa nyoyo zetu hazina mahaba ya kutakiana khairi. Utangunea anunue gari, sikuzi anaringa, usijui tangunea afanye. Yani tunakuja kuzungumza Mwenyezi Mungu lakini nyoyo zetu tahsabuna jamian, tunaonekana tuko pamoja, wa kulubu na shatta, na nyoyo zetu zinakuwa zenye kufanya kutengana, hatuna umoja na bado tunakuja kumlilia Mwenyezi Mungu. Haya yote ndugu yangu Muislamu ni sisi kurudi kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa tunasameheana, tunafanya kila kitu kwa pamoja. Ndio ile nyoyo zetu zikiwa moja unakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Haya yote ni katika sisi nyoyo zetu zitakapokuwa moja na wazo wetu itakuwa moja, ndio tutakuwa ni wenye kuendelea. Lakini watu fulani wanakuwa wenye kutaka maendeleo, watu fulani wanafikiria vile pesa wataipangia, vile wataikula, watu fulani wanafikiria vile wataenda kupiga shoka kutumia jina ya msikiti. Tunaelekea wapi? So makamu ya kwanza ni wewe unazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makamu ya pili ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kukuzungumzisha. Angalia. Saizi unazungumza iyyaka na'budu ya Rabbi ihdina sirata wa min sharri hasidin idha hasad. Jirani yangu ni hasidi anani usudu, ya Rabbi mnyepushie huyo. Unazungumza na Mwenyezi Mungu. Makamu ya pili sasa ni wewe Mwenyezi Mungu anakuwa mwenye kukuongelesha sasa. Sasa Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah wa ta'ala anasema tengeneza makamu ya kwanza. Ikiwa ya kwanza itakuwa ni sawa, basi ya pili ndugu yangu Muislamu itakuwa nyepesi. Mpaka hapa tutakoma kwa sababu ya wakati, imebidi tufupishe. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu wenye kusikia na kufuata. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq
وأعمالنا من الرياء وألسنة من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.